Naitwa Moses Rajab Mabamba, ni kaimu mkurugenzi mkuu wa wakala wa ufundi na umeme TEMESA Tanzania. Kama tunavyofahamu, siku za nyuma kuanzia tarehe 5 wenzetu wa TEMESA na wa TASAC pamoja na idara ya hali ya hewa walitangazia kuwepo na pepo kubwa ambazo zilikuwa zinavuma katika bahari yetu ya Hindi. Hii ilisababisha TEMESA kusimamisha kivuko chetu. Baada ya kusimamisha kivuko hiki, tulilazimika pia kufanya matengenezo ya kivuko hiki cha MV Kazi, ambapo tumebadilisha injini. Tumebadilisha injini, tumeweka injini mpya 2 zikisaidiana na 2 zilizokuwepo. Tumebadilisha mifumo ya umeme, tumebadilisha mifumo mingine ya uendeshaji wa chombo hiki, na ni matarajio yetu kwamba tunatambua kwamba serikali imefanya kazi kubwa sana na kuna enrollment kubwa ya wanafunzi ambao wataanza shule kesho. Kwa hiyo tumezungumza na wenzetu wa Azam ambao tumewaomba watusaidie kuvusha wanafunzi wakati sisi tunafanya sea trial ya kivuko chetu. Kwa mujibu wa taratibu za uendeshaji wa vivuko, baada ya kufanya matengenezo wanatakiwa ufanye majaribio ya baharini. Kwa hiyo tutafanya majaribio yetu kesho asubuhi, na mchana muda wa saa 8 kivuko chetu cha MV Kazi kitakuwa kimerejea kwa ajili ya kutoa huduma kwa wananchi. TEMESA inawaomba radhi watumiaji wa kivuko hichi kwa usumbufu wote ule ambao umejitokeza, na tunawaahidi kwamba baada ya matengenezo haya kivuko chetu kipo tayari kwa ajili ya kuwahudumia ili waweze kutekeleza majukumu yao. TEMESA inaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutupa support kwa kipindi chote hiki ambacho tumekuwa tukifanya matengenezo haya madogo ya kivuko hiki. Ni matarajio yetu kwamba mwezi wa 4 kwa mujibu wa mkataba kivuko cha MV Magogoni kitakuwa kimerejea, na mwezi wa 10 kivuko cha MV Kigamboni kitakuwa kimerejea kutoka kwenye matengenezo makubwa, na hapo kivuko chetu cha MV Kazi tutakipeleka kwenye matengenezo makubwa ili tuendelee kutoa huduma kwa wananchi. Kivuko cha MV Kazi kina uwezo wa kubeba abiria 200 na magari 20. Kutokana na mahitaji ya soko kuongezeka, ndio maana serikali ina mpango mahususi wa kulipia. Nadhani mlimsikia Mheshimiwa Waziri Mkuu alivyotembelea Kigamboni, alitoa maelekezo mahususi kwamba kivuko cha MV Magogoni kiweze kurudi. Kivuko cha MV Magogoni kina uwezo wa kubeba abiria 2000 na magari 60. Kwa hiyo serikali yetu ni sikivu, na kivuko hicho cha Magogoni kitaporudi kitatosha kabisa kwenye kuhudumia. Kwa mujibu wa mkataba ni kwamba kivuko hiki kinatakiwa kije mwezi Aprili, lakini tutafanya mazungumzo na wenzetu ambao wanakarabati hicho kivuko kiweze kuja mapema. Kivuko hicho mpaka sasa kimefika 81.3% ya ukarabati wake. Kwa hiyo tunauhakika kwamba baada ya kurelease funds mapema tu mwezi huu wa 2 wa 3 kitakuwa kimerejea ili tuendelee kutoa huduma. Mimi kwa majina naitwa George Job Masunyiro. Hichi hapa nimekuwa muda sema sasa, sio mara kwa mara, japokuwa unaweza ukaja ukasema kwamba leo hakipo sawa, inapita wiki moja tena hakipo sawa. Yaani tatizo ni la muda tu, sio kwamba toka hapa sasa hivi kama wiki sasa hivi hakitumiki. Ushauri wangu ni kwamba kivuko kama hichi hapa hivi ni kimoja, kwa hiyo mimi naona hakitoshi. Yaani wangefanya kuongeza hivyo hata viwili, yaani vile vinapishana kwamba cha huku na cha huku, kwa sababu kimoja unakuta muda mwingine kinachukua muda mrefu kule hivi. Watu wanakaa karibia nusu saa hapa hivi, na magari kuvuka inachukua muda. Kwa hiyo asilimia kubwa watu sisi tunapata kidogo, kwa hiyo unakuta nauli hasa kwenye hivi vivuko vidogo 500 zinatukosti sana. Tofauti na kile pale 200 ilio ina balance. Unajua sio wengine unapata shilingi 5000 kwa siku 10,000, kwa hiyo ni hivyo tu. Wangeongeza kivuko kingine hivi hata viwili angalau inasaidia. Naitwa Juliana Didas, ni mkazi wa Kigamboni. Wakati kimesimama kimekuwa ni usumbufu mkubwa, kwa sababu sio wote ambao walikuwa na mudu kuvuka kwa hizo cha shilingi 500. Kuna mtu ambaye unakuta ameshajiwekea kwamba bajeti yake ni hizo 200, anajua kwamba kila siku lazima avuke, na ameshajiwekea kwamba ni 200 asubuhi na 200 atakapokuwa anarudi. Kwa hiyo kiliposimama kiliathiri kwa kiasi fulani bajeti za wengine, na kwa kuwa kimerejea inaona itatusaidia hata kwa upande wa wanafunzi, sababu wanafunzi wengi ndio unakuta walikuwa wananemeka nacho hicho.